Karibu mfuatiliaji wa Kisima cha Uzima TV katika makala jamii iliyoandaliwa siku hii ya leo. Makala hii inatupeleka moja kwa moja katika familia ya mzee Kyusa, mzee ambaye alibarikiwa kupata mtoto mmoja wa kiume aliyefahamika kwa jina la Kashoto. Mtoto huyu wa kiume alifahamika sana kutokana na umaarufu wa mzee wake. Sema cha kushangaza, mara nyingi alipokuwa akitembelea maeneo tofauti ambayo hajawahi kufika, alishangaa tu akiambiwa wewe ni fulani, jambo ambalo alilichukulia tu kawaida kwa maana labda atakuwa amefananishwa. Kitendo hiki kilimshangaza sana baada ya kujirudia mara ya pili, mara ya tatu, hatimaye mara ya 4. Siku moja akiwa amekaa na mzee wake akamwambia, baba, lakini najishangaa nikifika baadhi ya maeneo nafananishwa kwamba mimi ni mtu fulani, kitendo ambacho sio cha kawaida. Mzee wake aliona ni jambo la kawaida, kulitilia manani alihisi huenda ni kwa ajili ya umaarufu wake. Siku moja kijana huyu akiwa katika pitapita za mtaa, bahati mbaya kulitokea na kundi la watu ghafla kundi hilo na kuanza kumuita mwizi. Mwenyewe alijiuliza mwizi umetokea wapi? Basi pasipo maelezo na kufunikwa na kelele nyingi sana za wanajamii, sauti yake haikusikika. Kijana huyu hakuweza tena hata kutoa sauti kwa sababu wananchi wenye hasira kali hawakuwa wakimsikiliza yoyote kwa wakati huo. Maskini Kashoto. Siku hiyo ilikuwa ni siku mbaya sana katika familia ya mzee Kyusa. Taarifa zilimfikia mzee Kyusa japo kwa kuchelewa. Alipelekwa katika hospitali ambayo ilikuwa karibu na maeneo yale, huku madaktari wakifanya juhudi kali za kuokoa maisha ya kijana huyu. Baada ya masaa kadhaa mbele ilikuja kufahamika kuwa alikuwa ni mtu tu anafanana naye, na hapa ndipo mzee Kyusa alivuta picha na kukumbuka maneno ya kijana wake aliyokuwa akimwambia kufanya uovu wowote. Sasa swali ni je, kufanana ni tatizo? Na sasa jamii inatakiwa ijue madhara ya kujichukulia sheria mkononi. Wapo wakina Kashoto ambao hawana makosa, hawana tatizo na watu. Asante kwa kufuatilia Kisima cha Uzima TV. Tukutane wakati ujao.